tulijifunza kupata jambo kinyume na utaratibu. Kuna mambo lazima mwili yapate, lazima ufuate utaratibu. Mfano, upate kazi ya uhasibu, utaratibu wake lazima umesomea uhasibu, umekaa darasani na umesomea uhasibu, na ukishasomea uhasibu unaomba nafasi ile, na ukishapewa ile nafasi unaenda kufanya kazi. Ukishaitwa ukafanya interview unapewa kazi mfano. Lakini pata kinyume na utaratibu ni mtu hajasomea uhasibu, inawezekana hana elimu ya uhasibu, au wakati mwingine ameishia la 7 lakini anaenda kuwa mhasibu mkuu wa shirika fulani. Hiyo ni kinyume na utaratibu. Sasa sio jambo la kawaida. Jamani, amina. Na tujifunza wiki iliyopita mambo ambayo yalikuwa ya tofauti. Tulimwangalia Yesu kuzaliwa bila baba. Hilo ni jambo ambalo dunia nzima, na ni kitu ambacho hakuna mtu aliyevunja hiyo rekodi. Ni kinyume cha utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukamwona Yesu anatembea juu ya maji, ni kinyume cha utaratibu. Hakuna mwanadamu anaweza kutembea juu ya maji kwa sababu anapingana na kanuni ya asili. Kanuni ya kawaida ni mwanadamu atembee katika ardhi, lakini katika maji yatamkataa, tazama chini. Lakini tunamwona Yesu alitembea juu ya maji. Sasa na kile kitabu cha Mathayo 14:24 mpaka ile 31, Yesu alitembea juu ya maji, na mwanadamu ambaye alikuwa na ile shauku au kiumweumwe, wengine wanasema alikuwa mtu ambaye ana kisabengo. Sikaeleka kisabengo, mtu ambaye ali kibelembele zaidi. Akasema, Yesu, nataka na mimi nitembee, naye akatembea. Kwa mwanadamu wa kwanza aliyetembea juu ya maji anaitwa Petro, lakini kwa sababu ya hofu, baada ya kadhaa alizama. Alipozama, Yesu akamshika akamwinua. Kwa Yesu alitembea juu ya maji kinyume na utaratibu. Na tuliona Lazaro kufufuliwa siku ya 4. Utaratibu wa dini ya Kiyahudi ilikuwa wanaamini mtu anaweza, roho ya mtu akifa inaweza ikakaa ndani ya mwili wake au inazunguka maeneo yale ndani ya siku hizi 3. Kwa hiyo Yesu naye akajua, siendi ndani ya siku 3, nitaenda baada ya siku 3 ili niende kinyume cha utaratibu wao. Na Yesu akaenda siku ya 4, ndipo akaenda kumfufua Lazaro. Na hata ndugu zake akasema, ananuka Bwana. Yesu akasema, ukiniamini mimi nimemfufua. Na akamfufua Lazaro kinyume na utaratibu, maana ilikuwa siku ya 4. Siku ya 4 tayari wanasema mwili unaanza kurudia ardhi, manake unaoza, funza unakuwa tayari wameingia katika mwili, haitamaliki tena. Lakini Yesu kinyume cha utaratibu anamfufua Lazaro, anamwambia Lazaro, toka nje. Akatoka Lazaro anuki. Wewe hicho kinyume cha utaratibu, anatoka mtu aliyekufa kaburini hanuki, wala hamna atayefunza aliyetoboa hata jicho lake, hakuna. Hiyo ni kinyume cha neno na utaratibu. Na tukajifunza namna ya kupata vitu kinyume na utaratibu. Jamani, amina. Jamani, amina. Tulijifunza pia mfano mwingine wa watoto wa kike kupewa urithi. Tamaduni nyingi za Kiafrika hawapewi urithi wanawake, lakini tunamwona wanawake katika kitabu kilisoma kile cha Hesabu 23:4 mpaka 7, tunaona watoto wa kike wanaenda kudai urithi wao katika kipindi ambacho mfumo dume ndio ulikuwa unatawala, lakini wakaomba wakapewa urithi wao kinyume na taratibu. Wanawake na wenyewe wakamiliki ardhi. Haleluya! Kwa hiyo tunajifundisha hiyo mifano yote ambayo tumejifundisha ili upate kupata imani kwamba kumbe hata mimi vile ambavyo naishi havyowezekaniki kinyume cha utaratibu nitavipata. Na Biblia inasema kiamini hakuna jambo ambalo litakuwa gumu kwenu, mambo yote yatakuwa yanawezekana. Haleluya! Unaona, jambo la kwanza ambalo lilikuwa ili uweze mambo unaweza kufanya upokee mambo kinyume na utaratibu. Cha kwanza tunasema ongeza imani yako. Ukiwa na imani kama punja la dali, unaweza kuambia mlima huu ng'ooka ukatupwe baharini na ukakutii. Maana yake
bila imani haiwezekani. Na tuliangalia katika kitabu cha ile Waebrania 1:11 pale na mstari wa 6 bila kumpendeza Mungu, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana yake bila imani hatuwezi kupokea vitu vile vya utaratibu kama imani haifanyi kazi kwetu. Na tuliona mitume wakamwambia Bwana Yesu, tuongezee imani. Na wewe leo mwambie Bwana, niongezee imani ili uweze kupokea vitu kinyume na utaratibu. Tukipata vitu kama inavyotakiwa, umefanya interview, umefanya hivi ndio unapata, hiyo ni kawaida tu. Jamani, amina. Hiyo ni kawaida tu. Inatakiwa tupate mashuhuda ambazo ilikuwa haziwezekani kwa hali ya kawaida, lakini zikawezekana. Ndio tunachoenda kujifunza, ili kwamba hata wewe imani yako ikue, hata kama ulikuwa una elimu, lakini Mungu anaweza kukutajirisha bila kutokuwa na elimu. Hata kama ulikuwa unaanza kuwa kiongozi, lakini una sifa, kumpitia Mungu utashangaa unaenda kuwa kiongozi mkubwa hata bila elimu. Kina Petro walikuwa ni wavuvi kiasi kwamba hawana elimu ya kutosha, kiasi kwamba wakati wanamshuhudia Yesu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya Roho Mtakatifu kushuka, wakasema hawa si wale watu ambao hawana elimu, lakini wanavyoyasema ni kana kwamba ni watu ambao wana elimu kubwa sana, kumbe ni wavuvi tu. Jamani, amina. Na wewe itakuwa fungu lako pale utakapomwamini Bwana, imani yako itakapokuwa kubwa, watu watakushangaa, watasema huyu si hajasoma huyu imekuwaje amepata hili kitu? Utakuja kujua kwamba Mungu anafanya mambo yasiyowezekanika yakawezekana. Haleluya! Kwa hiyo jambo la kwanza tulijifunza, ongeza imani yako. Na imani tuliangalia inakuwaje? Kwa kuliamini neno la Bwana, na tukasema kufunga na kuomba, kusali, kuwa na muda wa kuomba ili Mungu aongeze imani katika maisha yako. Sasa leo tunaendelea na mambo mengine. Jambo la pili, andika sadaka au matoleo. Mwambie jirani yako, sadaka au matoleo. Tunajifunza mambo ambayo yatakusaidia kupokea vitu kutoka kwa Mungu tofauti na kawaida. Bila imani huwezi kupokea, lakini tunaenda hatua nyingine zaidi ya matoleo. Mojawapo ya kazi ya sadaka ni kufungua macho kuona ambavyo kabla hujawahi kuviona, kuona fursa ambazo kabla hujawahi kuziona. Ndio kazi ya sadaka, kazi mojawapo. Sadaka inayo kazi nyingi sana, lakini kazi mojawapo ni kukufungulia macho uweze kuona fursa ambazo kikawaida usingeziona. Jamani, amina. Kwa tunajifunza na tutaangalia mifano kadha wa kadha, mifano mitatu ambayo tutaangalia leo. Nitaka niende pointi mbili, sijajua kama muda wetu utatosha ili tusitoke sana. Amina. Tuangalia mfano wa kwanza, Mungu mwenyewe. Mfano wa kwanza ni Mungu mwenyewe ambayo tunaupata katika kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asifanyaje? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu alifikiria ili upate ulimwengu afanyeje? Mungu alijaribu njia nyingi sana. Aliwatuma mitume wake, aliwatuma manabii ili wawaeleze. Alikuja Musa akawaambia, akawaletea Torati, watu hawajamwelewa. Akawaleta manabii wengine kina Isaya, kina Yeremia, kina Habakuki na kina Daniel, manabii wengi, ili kusudi hao watu waondokie Bwana. Lakini bado haikufua dafu. Na Mungu akasema ndio upataje ulimwengu mzima. Mungu akajikumbusha kwamba yeye ndiye asili ya mambo yote. Kama nisipotoa kitu siwezi kupokea kitu. Na ndipo Mungu akakusudia sasa, akamtoa, akafanya toleo. Biblia zingine zinaitwa kafara.
hata kamtoa Yesu awe kafara kwa ajili ya ulimwengu. Nikisema kafara ni kitu ambacho kinatolewa kwa ajili ya watu. Jamani, amina. Kwa hiyo Mungu akaona sadaka pekee ya kupata ulimwengu wote ni kutumia mwanae wa pekee, na ndipo ambapo Yesu akatwaa mwili, akawa ndani ya mwanadamu, akaja akafanyika sadaka pale msalabani. Na baada ya kufanyika sadaka pale msalabani, leo sisi tupo hapa Luzano, na sisi tunaitwa tumeokoka kwa sababu Yesu alitoa sadaka yake kafara pale msalabani. Amina. Kwa sadaka ya Yesu wewe umekombolewa. Upo hapa Luzano, lakini kuna mtu mwingine yupo Marekani, kuna wengine wapo China, wengine wapo Iran, wengine wapo Msumbiji, wengine wapo kila taifa. Leo Yesu kwa sababu ya sadaka ambayo Mungu ameitoa, sasa hivi duniani wapo Wakristo zaidi ya mabilioni. Amina. Kwa sababu ya utoaji wa Mungu. Na nishazoea kusemaga hapa, Mungu ni mjasiriamali, apandi avuni asipopanda. Na ndio kanuni, ili upate na kupaswa upate. Mkulima ili avune akiwa sio mtoaji kwa ajili ya ardhi, akasema bwana, haya mahindi gunia 3 bora ni ale tu watoto wangu, atakula ataisha, mwisho wa siku njaa itakuja. Ndio wanasema mkulima kala mbegu anataka kutuua njaa. Jenzi unajua huo. Jamani, amina. Mkulima kila mbegu manake amekusudia uwawe hapo mbele. Kwa ili apate zaidi lazima aende azike, atoe kwenye ardhi zile mbegu. Utashangaa zinazaa 60, 100, na alikuwa na magunia 30 ama 3, lakini anaenda kuvuna magunia zaidi ya 30, gunia 50, kwa sababu ya magunia mangapi? Mbegu magunia 5. Na ndivyo hivyo Mungu ili aupate ulimwengu akasandikiwa baili hapa. Ni kila baili. Unaweza kuna baili kweli, kuna watania wapo kanda ya huko. Au baili wale ndugu zao kina kule wanasema wanakula ugali na zini na picha samaki. Jamani, Yesu asifiwe. Mungu asastaki baili, ili nipate lazima nitoe. Na akatoa kitu chake cha thamani ambacho ni mwanae wa pekee Yesu Kristo. Na alivyomtoa, amemtoa mwanae mmoja, amepata wana wangapi sasa? Mabilioni. Amina. Kwa hiyo kumbe tunajifunza bila kutoa upati. Mwambie rafiki yako bila kutoa upati. Ilani yako mwambie bila kutoa upati. Ukiwa na mkono wa bilika, mwambie ukiwa na mkono wa bilika, mwaka huu utaisha, hakutakuwa na kuzaa wala kuongezeka. Ni mwaka wa kuzaa na ili uongezeke, Mungu anakuambia sasa, mwana, ili uongezeke unahitaji kutoa, ili upate visiwezekanika vikawa vinawezekanika kwako. Amina. Mfano mwingine ni Ibrahimu. Katika matoleo, ili uweze kupokea vitu kinyume na utaratibu, ni Ibrahimu. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 22, na nitasoma kuanzia 10. Biblia inasema hapa Ibrahimu alitoa mwanae wa pekee. Jamani, mwanae wa nini? Jamani, mwanae wa nini? Wangapi wa mtoto mmoja? Wewe mtoto mmoja anaelewa. Mtoto hata kama sio mmoja, hata wawili, hata watatu, sisi tuna watatu. Lakini tusikie tu analia huko unachanganyikiwa. Sasa ndio unaambiwa mtoe. Nishaelezea kama mazingira ya Ibrahimu. Ibrahimu kwanza amempata mtoto wa ahadi akiwa na miaka 100. Sara mkewe akiwa na miaka 90. Kuna mama mwenye miaka 60 hapa. Mama unafika 60 wewe? Bado ni Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapiga picha kimama kibibi cha miaka mingapi? 90. Kinaingia wapi? Bila operation kinasukuma
Kwanza hata hiyo pia ni njia mojawapo ya kupata ni jambo ambalo umepata kinyume na nini, na utaratibu. Si tumeelewa? Ndio maana mabinti ndio mahali hapa utakiwi kuuza asili yako, thamani yako, kwa sababu wanakwambia umri umeenda. Mwambie Mungu hawai wala hachelewi. Mwambie kabisa Mungu hawai wala hachelewi. Alafu kuzoka sana, mwambie mimi sijaumbwa nije kuolewa, nimeumbwa nije kumtumikia Mungu kusudi lake. Kwa hiyo kumtumikia Mungu kusudi lake ndipo ambapo Mungu akaona, kwani Adamu aliomba, Mungu akafunga 3 kavu, Bwana nipe mke. Lakini Mungu alisema, alimuona anatumikia kusudi, yupo bize analima bustani anaitunza, na ndipo Mungu akaona, yaani kwa kumtumikia Mungu mwenyewe anaona unachokihitaji. Mwambie jirani yako, mtumikaza kumtumikia Mungu, kwa sababu ukimtumikia Mungu anaona nini hitaji lako, na kishaona hitaji lako anawashtua malaika, nenda kwa kijana wangu huyu, nenda kwa mtoto wangu ni mama fulani ana jambo fulani, bila kuomba unashangaa jambo limetiki, kwa sababu jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Ibrahim akapata mtoto kwenye uzee, kwa hiyo amepata mtoto wa miaka 100, mke wake ana miaka 90, wanapata mtoto. Fikiria alivyokuwa anakuzwa, nadhani alidekezwa sana. Mimi nadhani, sijui wewe, lakini mimi nadhani mtoto mwenyewe ndo uzee, lakini ule mtoto baada ya kukua amekuwa kama kana miaka 16, kamechanua. Mungu anamwambia Ibrahim, mtoe yule. Ibrahim hakuwa kama Wakristo wa sasa hivi. Wakristo wa sasa hivi wamesema, Biblia imesema sijaribuni hizo roho kama zinatoka kwa Bwana. Yaani mimi nikamtoa mtoto wangu wa sadaka, nikamchinja. Kumbe unamkemea Mungu. Ni mangapi umemkemea Mungu? Mungu anakusemesha jambo fulani, sio mimi shindo unanipigia. Sasa Ibrahim anaambia toa mtoto wako sadaka. Ilikuwa pia ni jambo lisilowezekanika. Miungu ndio ilikuwa inatoa matoleo ya watoto, lakini sio Mungu aliye hai. Na Ibrahim alipoambiwa akahakikisha kwamba ni Mungu, akamtia sauti, akaenda kumtoa mwanae. Sasa tusome hapa mstari wa 10. Anasema Ibrahim sasa maneno amemchukua, amemfunga mtoto, yupo kwenye madhabahu, anatakiwa achinje. Lakini pia huyo mtoto naye alikuwa ni mtoto ambaye ni tuseme ni mtiifu. Jamani, mtoto wa miaka 18 na babu mwenye miaka 90, miaka 100, nani mwenye nguvu? Nilikuwa mtoto wetu ashakimbia kwa mama kufunga wewe kama waje mbio. Jamani, haleluya. Ingekuwa watoto wetu sasa hivi jenzi, baba unanitia nini? Mimi nataka uniue mimi. Unataka uniue mimi? Kwa sababu ni mzee, angepigana naye, angefunga yeye, angemweka yeye pale kwenye madhabahu. Lakini Ibrahim alikuwa mnyenyekevu, maana alifundishwa kumtii Mungu. Alipo baba mtu anamfunga, anamweka kwenye madhabahu, bila hatuoni Biblia ikisema kwamba Isaka aliona, akawekwa pale na Mungu anaangalia, sema Mungu Bwana. Yaani mimi ningekwambia Mungu kitendo tu cha kwenda hadi mlimani palikwambia Bwana yatosha, ningemwambia Bwana yatosha. Ningemwambia tu Bwana yatosha. Ningemwambia tu Bwana yatosha. Ibrahim, nimeshakuona kwamba unanipenda, kwa hiyo kwa sababu unanipenda, acha tu usiangalie. Kwa sababu unanipenda, katika kukubariki nitakwenda kukubariki. Lakini Mungu aliacha Ibrahim, kamweka mtoto madhabahuni, na Ibrahim kanyosha kisu kabisa, achinje. Akati anapeleka, ndipo Mungu akamwambia Ibrahim, usimchinje, usimzuru mwanao. Mstari wa 10 anasema Ibrahim
akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Akasema, usinyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo kunizuilia mwanao pekee. Mwanao pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, unatazama kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova ile, kwa kama watu wanasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara pili kutoka mbinguni akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako, na kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Sasa tunaona Mungu anampa uhakika Ibrahimu kwamba kumbariki atambariki. Katika kumbariki atambariki kwa sababu ya vile ambavyo ametii sauti ya Mungu. Na hii yote imekuja baada ya kutii sauti ya Mungu. Imekuja baada ya kutii sauti ya Mungu. Jamani, haleluya. Jambo la kwanza tunaloliona mahali pale, Ibrahimu anamuona kondoo. Tumeona pale anageuka nyuma anamuona kondoo. Jamani, sawa? Biblia inasema akageuka nyuma akaona kondoo. Maana alipita kumuona kondoo, lakini kondoo alikuwa pale. Sisi tunaelewa? Maana baada ya kukubali kumtoa mwanae, ndipo hapo Mungu anamfungua macho amuone nani? Kondoo. Maana pia Mungu anapokuambia utoe, unapotoa, maana Mungu anakufungulia vile ambavyo uko vioni mwanzo, ambavyo utakufaidishia, utaviona, na ukiviona vitakusaidia wewe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anataka vitu vyako, sio kwamba ana shida, anataka kusaidie wewe. Mungu hataki sadaka yako kwa sababu ana shida. Mwambie jirani yako, bali anataka kusaidie wewe. Mungu anapotaka sadaka, mpendwa, sio kwamba ana shida, anataka kusaidie wewe, kwa sababu ndio kanuni ya ulimwengu wa rohoni. Bila kutoa huwezi kufunguliwa macho uweze kuona. Kwanza kama kuna fursa uko nayo hapo uioni, kwa sababu sio mtoaji. Lakini ukiwa mtoaji utashangaa, hii jambo bora ni kwa nani hili? Mbona ndio tunaifanya sasa inalipa faida? Ni kwa sababu mwanzo ulikuwa mkono wa bilika. Acha mkono wa bilika, anza kumtolea Bwana. Upokee visivyowezekanika katika maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Ibrahimu anapokea, anaona kondoo, lakini pia baraka za Mungu zinakuwa juu yake. Ibrahimu anabarikiwa, anasema katika kuzidisha itakuzidisha. Tunajifunza leo ni mwaka wa kuzaa na kuongezeka, maana lazima tuzidishwe huu mwaka. Kama tumtolei Bwana vile ambavyo Mungu anakuambia umtolee, maana sahau kuongezeka, sahau kuzidishwa, sahau kuzaa na kuongezeka na kutawala. Hauwezi ukatawala kwa sababu wewe sio mtoaji. Na ndio maana hata wenzetu, hata Yesu alituruhusu tujifunze kwa wana wa dunia. Anasema wana wa dunia wana hekima, kwa hiyo napaswa tujifunze kwao. Anasema wana wa dunia wanajitafutia watu ambao watakaweza kuwasaidia. Ndio maana unakuta mtu anajua kabisa mimi
mwaka. Na unaona hata sasa hizi serikali ishara kwa kuongeza watu wanaojiandaa na mwaka 2030 kama nafuatilia barabara. Watu wanajiandaa, kwa hiyo chini kwa chini wanaanza kutoa. Mwambie kutoa. Sasa wewe ndugu yangu unajifanya unabilika. Kwa kweli huu mwaka utaisha, hautaongezeka. Mimi sio nabii. Mchungaji wako anakuambia usipotoa utaongezeka. Huu mwezi wa 3 ya Bwana unaisha. Jamani, Bwana tusaidie. Bwana tusaidie kwa kweli. Kuna haja ya kutoa ili tuongezeke. Amina. Tunatakiwa kumtolea Bwana ili tuongezeke. Kwa sababu bila kumtolea Bwana hatutaweza kuongezeka kabisa. Itakuwa itakuwa ni kama tunapanga maji kwenye kinu. Toka maji kwenye kinu unategemea upate unga. Utatoka ni jasho la nini? La meno. Ukiona jasho la meno. Jamani, wanaweza kusaidia sana. Bwana tusaidie. Kwa hiyo mpendwa, nakutia moyo. Kanuni ya kiroho ya kupokea vitu visivyowezekanika ni utoaji. Ukwepi na usimtolee Mungu ili mradi umemtolea. Tukikuwa tuna muda tungepita kanisa la kipindi cha kina Musa. Hawa watu walikuwa ni watoaji, walitoa kiasi kwamba wanawazuia, jamani vimetosha. Vitu vimetolewa kiasi kwamba wanawazuia jamani vimetosha, msilete tena. Yaani ingekuwa hivi ndio kanisa la leo na sasa. Yaani ile ndio sasa tushaipata, tushaamia sehemu yetu na tushaanza mdogo. Jamani, amina. Na kutia moyo unaweza kwa jina la Yesu, usijidharau. Amina. Kwa hiyo kanuni ya kiroho ya kupokea vitu visivyowezekanika ni kwa njia ya utoaji. Ibrahimu anapokea, anamuona kondoo ambaye amejifunga, kumbe alikuwa mahali pale, lakini hakumuona mwanzo, lakini baada macho yake akafunguliwa, ndipo ambapo akamwona aliwe kondoo, akamtoa sadaka. Kwa hiyo mwambie Bwana, unapotoa matoleo kila wakati, mwambie Bwana, fungua macho yangu niweze kuona fursa ambazo Mungu ameniandalia katika ndoa zangu. Na Mungu hajakuweka mahali hapa kwa bahati mbaya. Amekuweka mahali hapa maana yake kutajirika kwako huko mahali hapa. Sio kwamba mpaka utoke uende huko City Center eti ndio ukafanikiwa. Mungu amekuweka hapa Uzando, anajua mafanikio yako hapa. Kwa nini hajakupeleka kule Kimbangulile, hajakupeleka kule wapi sijui Vikindu, kumeletwa hapa? Lazima mwambie Mungu, kwa sadaka yangu hii nataka macho yangu yafunguliwe, yaone zile fursa ambazo Mungu umezikusudia. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Ibrahimu. Mfano wa 3 ni mtu anayeitwa mfalme Moabu. Mfalme nani? Mfalme wa Moabu ni mfalme ambaye taifa la Israeli lilienda kupigana naye. Wakati imeenda kupigana naye, ilimpiga. Sasa alikuwa amebaki yeye ndo akamaliziwe. Na mfalme wa Moabu anajua kanuni ya kiroho ya utoaji huwa inabadilisha. Yaani kanuni hiyo ya ameokoka au hajaokoka, akifanya inafanya kazi. Jamani, hivi mwanamke ambaye hajaolewa akifanya tendo la ndoa anapata mimba au hapana? Si anapata, eti sio kwa sababu eti hajaolewa ndo mimba haingii. Amepata kitu kinyume cha taratibu. Si ndio? Ni kanuni ipo. Ukifanya hivyo inakuwa. Na ndio kanuni ya utoaji katika ulimwengu wa roho. Yeyote anayefanya, awe mpagani au sio mpagani, inafanikiwa kwake. Kwa hiyo ndio kwa kanuni hii kanuni. Mpagani asikushinde. Na ndio maana utaona wenzetu leo kuna watu ambao katika mwezi uliopita wanafukulisha. Shauri. Wanafukulisha. Kuna mmoja yeye ninapofanya kule jirani, yeye amepewa masharti. Kila mwezi lazima afukulishe
ndio fedha endelee kufanya kuingia. Lazima utoe. Yoyote anayofanya, na ndio maana wenzetu ambao waliokoka wanaikuwa kanuni. Wangapi wanatoa wazazi wao wao kafara? Hamjasikia? Wangapi wanatoa watoto wao? Wangapi wanatoa wake zao? Kwa sababu ulimwengu wa roho ulivyo, unapotoa unauishwa uweze kuona visivyowezekanika vikawezekanika, visivyoonekana vikaonekana, ambao vitakusaidia wewe katika eneo lako la kiuchumi. Sasa huyu mfalme wa Moabu alikuwa na huo ufahamu. Wale wa Israeli wamempiga mfalme Moabu, na walipompiga akabaki waende kummalizia yeye, na mfalme Moabu akajua sadaka huwa inabadilisha, ikafanya vitu visivyowezekanika vikawezekana. Sasa wale watu wanamwendea mfalme Moabu wammalizwa mno, na alipoona ninaenda kumalizwa kuuawa, alichofanya tusome sasa kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura 3 mstari wa 26 hadi 27. Biblia inasema, naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, ameshindwa nini, ndo anaenda sasa kumalizia yeye, maana wanajeshi tayari nguvu hawana, amebaki yeye ndo anaenda kufanya kumalizwa. Biblia inasema alitwaa pamoja naye watu 700 kwenye walifuta upanga, ili wapeni hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakumiliki. Yaani alikuwa wanajeshi wake ni kama 700 ili watoroke waende kwa mfalme wa Edomu wamsaidia waite wale. Ikashindikana kutoka kwa sababu wanajeshi wa Yuda na Israeli wote wameenda kwa ajili ya kumpiga. Anasemaje sasa? Ndipo umeelewa hiyo? Mstari wa 27, angalieni hapo. Inasema ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza. Mwanawe ngapi? Jamani, mbona amejibu? Mwanawe ngapi? Yeye ambaye ametoa baada yake. Maana angemtoa mwanawe yule, anamtoa mwanawe yule ambaye akifa yeye ndo anatakiwa alithi kiti. Angetawala mahali pa. Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Hivi tunaelewana? Akamtoa mwanae ambaye takiwa amrithi, akambanika mwanae, na wale zendo hao wanaenda kumwangamiza. Akili ikaja kwamba sadaka huwa inabadilisha kupokea vitu visivyowezekanika vikawezekana. Ndio unakuja kuuawa ndugu yangu, changamka. Ndipo akakumbuka kuna mwanangu nimpendaye ndio atakayerithi, ili nipone lazima nimtoe. Ndio vile anasema nini? Anasema mahali pake akamtoa awe sadaka kuteketezwa juu ya ukuta. Yaani alimpiga moto akambanika kwenye ukuta, mtoto wake wa kumzaa. Piga picha. Na nini kilichotokea? Ukawa hasira kuu juu ya Israeli, bali wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Hiki Kiswahili kigumu, lakini nini kilichomaanisha? Baada ya kumbanika mtoto wake, wale watu wakaingiwa tu na hasira. Bwana, tuondokeni, mwacheni, tuondokeni. Kitu ambacho cha kawaida. Wanaondoka, baada wakamalize vita, wakamwacha hayo, wakaondoka wapi? Makwao. Yule jamaa ndio amepigwa, lakini kabaki yeye hajabaki. Nini kimemwokoa? Sadaka ikamwokoa, akabaki hai. Na sadaka ile ni mtoto wa pekee. Nisikwambie kwamba ukatoe sadaka yako ya mwisho kule ndio ilete hapa tukajenge kanisa. Hapana. Wewe hai mahusiano yako na Mungu. Tumejifunza kuhusu mahusiano hapa kwa shule ya wanafunzi, si ndio? Jamani, amina. Tumejifunza kuhusu mahusiano yako na Mungu. Hii haiongezi mahusiano yako na mchungaji, inaongeza mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, chochote atakachokuambia umtolee, hautakataa. Utamtolea na utashangaa unapata vitu kinyume na taratibu. Jamani, amina. Nilikuwa nafikiria ushuhuda mmoja wa mwimbaji mmoja. Yeye anaambiwa alikuwa na gari moja, lakini ikatokea Mungu anamwambia mpe gari ile.
Akasema haiwezekani. Ni mwimbaji maarufu tu. Hata kwa kumtaja na shida hata Paul Clement. Aliambiwa atoe na moja hivi asali bishana nayo ile sauti. Toa. Lakini mwisho wa siku ilibidi atoe na yeye akawa anapata daladala. Sio kwamba akapaa hapo anapanda nini? Akisa hizi yule jamaa sio kubadilisha tu magari. Mnamjua Paul Clement. Amefanyia amani kama mhubiri tokaimba wimbo huo. Kaimba na nyimbo nyingine nyingi. Wewe ni mwema, umwema. Si mtu tu anabadilisha magari yake sasa. Lakini kwa siku Mungu anamwambia toa gari mpe tufanye. Kwa msikiza mhubiri mmoja wa Kenya. Jamani, ukiambiwa Mungu utoe kichwa kando kinachokuuma, unaweza kuambia hata utoe kiwanja chako hiko kimoja cha kwanza. Alafu Mungu anakuambia toa hicho kiwanja. Usibishane na Mungu. Hakikisha kwanza umemsikiza Mungu vizuri. Mimi hata ukija nitafurahia, lakini kwanza nitakaa na wewe chini. Kabla ukipokea ili sio kwa ni miemko. Jamani, walezo sio. Nitakaa na wewe unitotea kiwanja kwa ajili ya Mungu wewe. Haina shida baba. Tuombe. Tutakipokea. Mwenyewe napenda hicho kiwanja. Tutakipokea. Tuombe ili tujihakikishie kama ni Mungu amesema au ni kwa yako. Sawa? Na kama ni Mungu utashangaa tu amani itakuwepo, ndio tunaona kama tunachelewesha. Na kweli tutaichukua na tutakialia kabisa, tutabadili jina, sio kutetea tabu baadaye. Tutaita na mashahidi serikali za mtaani. Na mtu alikuja ibada inaendelea kama hivi, akaja kusomba vyombo. Alitoa vyombo kwa ajili ya kanisa fulani. Mungu akuelewana vizuri na mke wake. Mchungaji anaendelea na ibada kama hivi, anaona kiketa kinakuja kinageuka nyuma kikaja kupaki hapo. Mchungaji anapata vyombo. Hatari, Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hata Mungu akusema na wewe. Tutakuita, tutaongea nawe vizuri. Tutakupa muda ujifikirie, na kama ni kweli ni Mungu, tutalichukua, tutasainisha kabisa, tutanikishana kabisa. Na vitu vyovyote vikija kanisani vikishabandikwa mkono, vikasema tunaweka wakfu sasa kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, sio chako na wala sio cha mchungaji, ni cha Mungu. Kwa hiyo ukija tena ukichukua, wewe unaona kugombana na Mungu, wala sio sisi. Jamani, amina. Haleluya. Tunaelewana? Utoa. Kwa hiyo jamaa abandika mtoto wake. Jamani, ni hatari. Jamani, kubandika mtoto wako, kumuua kafara, kumtundika ukutani, akamchoma moto. Na alipomchoma moto, hasira ambayo ilikuwepo kwa Waisraeli ikawa kuakia. Jamani, tondokeni kwa washasahau kama wanaenda kumalizia mfalme. Tondokeni, wakamwacha mfalme akiwa kwa kumbe sadaka ambayo Mungu akasema na wewe ya kueleweka inaweza kukuokoa na mauti. Sema amina. Mbona utikia wote kukusema upendo kwa mtoaji? Mimi nafundisha tu uamuzi wa kwako. Sadaka inaweza kukuepusha na mauti kwa jina la Yesu. Kwa muda mwingine huna cha kuomba, umesibiwa, ndio tuna sadaka yako Mungu. Iangalie chozi lako. Unaweka pale. Uchangao kwa tena kupambania mambo yako. Amina wapendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mimi wachungaji tunaokopa kufundisha somo la sadaka, kwa sababu tunaona watu wanasema unajua sisi tumekuja kuoa hela. Tunaokopa mbele wetu watamani tu akaita watu wa nje waje wafundishe. Lakini mimi sitaita mtu wa nje, nasema na wewe. Usiposikia ni shauri yako. Kwa sababu mimi sijafuata hela yako kiukweli. Mimi kwa kumtumikia Mungu mara yako. Amina. Amina mpendwa. Kwa hiyo kanuni inakusaidia wewe kutoa. Na kuna watu wanasema, mimi natoa hela, muulize. Wewe kwa mganga. Muulize kwa zile watu kwa mganga. Kama una mganga kwa kitu cha bure. Sadaka chini ya mganga kwa mganga ni 15 siku 20. Ni sawa sana jogoo. Sasa unataka kaita jogoo. Jogoo ni shindano.
25, 30. Haya ndugu yangu, ukija hapa ibadani utashika. Na kuna mwenzako kaenda kwa mganga wiki iliyopita, kaambiwa leta mbuzi shilingi ngapi? Ndio chini laki na nusu. Na amepeleka, alafu wewe mpendwa, ukija madhabahu mbele za Bwana unajero. Unaishika kwa nguvu isije kapiga kelele. Isije kapiga kelele bana. Na unashukuru kwa chombo chetu akipigi ni kelele. Sasa unaombea ile kutangulia. Asije kama ameweka 200 au 500 huyu kienda usipaka Bwana akajua huyu katuletea 500 leo. Sasa katika ulimwengu wa roho, mwenzao katoa 500,000, 1,500,000. Katika ulimwengu wa roho umetoa 200. Mungu katika ulimwengu wa roho kinachofanya kazi ni kanuni. Mungu ameziweka kanuni zifanye kazi. Mwenye kisu kikali ndo anakula nyama. Wakati unaelewa huu msemo, kwa Masai wakiwa wanakula nyama kama wana visu vyao, si ndio? Mtu mwenye kisu kikali ndo atakula nyama nyingi. Kwenye kula kwa Masai kila mtu ana kisu chake. So nisaidie kisu chako. Kila mtu na kisu chake. Kwa mwenye kisu kikali ndo atakula nyama nyingi. Ndio ulimwengu wa roho. Wewe uwe mpagani usio mpagani, ukiapply hizo kanuni zinakupa matokeo. Na ndio maana ambao wameokoka wanamiliki vitu vikubwa kwa sababu hawajionei huruma. Wakiambia mtoto wako awe ndani zezeta, waliona kitoto tu linatoa mate pale. Kumbe ilishatolewa. Na mtu hana huruma. Kuna mmoja nilikuwa nasikiza ushuhuda wake, yeye aliambiwa mpe mama yake. Na anasema siku ambayo wakati wanazika pale, wanaonekana ni mtu wanamwaga, lakini alikuwa ni mgomba ambao unaenda kuwekwa kwenye jeneza. Sasa kitu cha kuzika wale wakishazika ndio tayari. Anaambiwa nenda kule kanunue nyumba, hakikisha chumba fulani unakifunga kwa singie mtu, utamkuta mama yako yeye anasimulia. Sasa kwa hiyo kweli alinunua nyumba, hata chumba kile ndo akamkuta mama yake. Na anasema ili pesa zilizi kuingia, mama atakuwa anakusema, "Wewe katili wewe. Umeniua kwa sababu ya fedha." Yaani mamake anamwambia kabisa. Anasema na asitoke mpaka mamake amaliza kumlaumu. Ndio anaambiwa hela ndio anaanza nani? Zinazidi. Yaani kikaka msikiliza mamake anaolaumu vile. Wewe katili kabisa wewe una lolote. Hataki kutoka. Nipiga picha uishi na mamako vizuri. Alafu unaona mamako mzee kuliko zezeta. Anaambiwa hataki kutoka. Hataki kununua nywele. Hataki kufanya chochote usafi, amwache vile vile. Watu ili tu tajiri. Na mtu kuna ana drive vizuri kwa sababu amemtoa mama. Sasa mapendo wengi hatutoki. Mungu anaposema na sisi vitu vidogo tu, uoga tunaanza kusema na tumisha anasema Mungu anasema kupitia wale watangulia wenye uzoefu. Maana anapita kupitia sisi wachungaji. Atalipa maelekezo fanya hivi. Ili utoke kwa sababu mchungaji ataka yangu niwe. Ndio ukisema hivi kuna kanisa moja ambalo liko Mtwara. Napenda kujitolea mfano. Hiyo ni halisi liko tu hadi leo hivi. Hadi leo liko pale. Sasa hivi baada kugawana ndio mchungaji wake ndio askofu. Ni askofu. Wakati yeye anafanya pale, mambo yanaenda kikanisa, kanisa linakuwa, watu wakaanza kama kawaida. Mchungaji kaanza kunenepa sadaka zetu. Sadaka zetu. Mchungaji akasema, kuanzia leo sadaka sigusi. Mungu aliyeniita atanilisha, atasomesha watoto wangu. Ila hizi sadaka za kanisa zifanye tu maendeleo, zinunue taa, umeme, kufanya maendeleo sigusi. Ndio akawa maisha yake. Sasa kwa siku alimleta mtumishi nje. Akumleta kwa ajili ya mambo ya sadaka, alikuja kwa semina mahali pale kanisani. Alipokuwa kwenye semina akamwambia, akafanya semina ilikuwa ya baraka sana. Ikaisha. Akati anabako jamaa ndo apande gari, kulanga pale. Pande gari aondoke. Roho Mtakatifu akakumbusha. Rudi kaongea na mchungaji. Muulize, mbona ushirika? Kwa sababu mtu anaona ushirika wamechoka, yani
Unajua shida ni nuru haipo, maisha magumu, wanakuja tu kanisani. Akamwambia amuulize mchungaji. Muulize mchungaji, anaambiwa muulize mchungaji mara mwisho kula sadaka zao ni lini? Sababu kibiblia aleta kwa swali kula sadaka ni mchungaji. Sio? Ndio hiyo jamani, wakati kwa mdogo mganga kinyesi. Jamani nyosha tusikuwa zamani. Ukipeleka kuku kule anazana na kula nani? Sasa kula mganga. Ndio kanuni ya Mungu wa roho. Matoleo yale yanakula kuhani. Nilikuwa nasoma sasa hivi niko mkumbu wa Torati. Nilikuwa naangalia mambo ya Walawi ya Mungu anaonyesha jinsi ambavyo wale Walawi wanaopaswa wale. Yaani kitu cha kwanza kwa ajili ya Mungu. Kuna vipande wanapewa lipa na mimi maalum kwa ajili ya Walawi ambao ndio makuhani. Watakula kwa sababu hawana kazi nyingine, kazi yao ni nini? Watakula hapa, iko na chakula chao. Na wasipokula wakaambiwa usipokula hiko Mungu atawakeni na siari. Mungu anamwambia eti wasipokula ile sadaka ambayo imetolewa ili ya Mungu, ambayo ni sehemu yao, wasipoila wana adhabu. Kwa kumbe mchungaji anapaswa aile ili ubarikiwe. Wale wasifiwe sana. Wale wasifiwe. Kwa hiyo akamwambia muulize, mbona hawafanikiwa na mwisho kula sadaka nao ni nini? Ameka kwa kweli bwana mimi walinimiza. Huu si mwaka wa pili si sadaka yao. Kwa hiyo unawapotezea baraka wale watu na unawanyimia baraka za Mungu za kuwabariki. Akarudi tena akaambia sio karudi kwenye kanisa au kena kanisa. Bali mmekosea kusema kwamba mchungaji anakula sadaka. Hiyo ndo hali yake. Yaani mchungaji anapokula ndio imeteketezwa nenda kwa nani? Kwa Mungu. Mungu kaipokea hivyo. Ndio watu Mungu pale anakala kwa sasa hivi umestawi. Sasa hivi umestawi. Watu kwa miradi wanashika aiendeki. Unaibiwa ile aiendeki. Kumbe tayari kuna mtu ambaye anatakiwa achie baraka kwa ajili yao. Hapo hali ile. Naambia mpendwa usitafutie laana. Ni wale wale. Sababu kanuni ya Mungu roho. Kwa maana yule mtu wa roho wa giza akamwambia nenda katoe ng'ombe. Ng'ombe shingapi? Wanakuta 5 ndio bei ya chini. 6 huko. Na inapanda. Na mtu yupo anaangalia ng'ombe 5 weupe. Kwa hiyo hapa nadhani kinachomata ni weupe. Kinachotakiwa ni damu. Au kijani na nini kinachotakiwa ni nini? Damu. Mtu anapeleka ng'ombe 5 na tuchukue tu na 5 na 5 ni shingapi? Milioni ngapi? Amepeleka kwa kuhani wa giza. Alafu wewe umekuja kwenye kuhani wa nuru hapo. Umekuja na 500 yako. Haleluya. Sawa, watu wawili katika Mungu wa roho. Nani atakupigania mwenzie? Yaani nani atakaye atakuwa anashuka kupigania mwenzake mambo ya dini? Sitakuwa shetani, sababu ukatoa milioni 2.5. Ukatoa mshini 5. Hiyo ni kanuni, sio kwamba yaani wewe ndio unaamua nini kifanyike katika maisha yako. Yaani Mungu hapo waanze kuimba kama wewe jamaa, uko wapi? Mungu wangu. Uko wapi? Mbona sikuoni? Kwa Mungu mimi nipo nimeketi mahali palipoinuka. Wewe bado ni mbishi, ngoja unyooshe. Utanyooshwa ufaufu ila cha moto. Utakiona. Jamani amini. Lazima tuanze kubadili ili tuweze kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Lazima tusijihurumie kwa ajili ya Mungu. Mungu anapokuambia kitu fanya. Mimi nakwambia hivi vitu vyote ni ushuhuda jamani. Mimi kuja kuona kwamba tunafanya vya wengine, Mungu anashughulika na vya kwangu. Kwa hiyo mimi nafanya mkutano huko nje. Alafu tena nitumie langu kufanya mkutano wangu. Mimi sikupanga, lakini mimi kuja kuona kwamba kumbe nao kufanya mkutano leo kijijini, Mungu anakumbuka sasa hivi na wewe kwani kuletea nini? Kwa makao mkutano hii. Mimi wanaweza sifie. Kule tulifanya forest kuhusu vyombo. Tulikuja hapa kanisani. Tuna mixer kubwa hii ya 12. Speaker ina nguvu.
kama tena Mungu amtujalie tena tumepata serikali nyingine hii jamani. Bwana huyo yupo kazini. Amina. Haleluya. Ndio tunakupa kanuni ambayo sisi tunaifanya. Unajua kuna wale wengine watumishi wa Mungu wanasema fuata maneno yangu, usifuate. Mimi nakwambia kilichonichomoa mpaka sasa bado sijatoka hivyo, lakini nakwambia kinachosaidia mimi na wewe usaidike kwa jina la Yesu. Ndio kabisa. Wangapi wapo kwenye kamati za harusi na hamna mtu anaweza kukosa kwenye kamati za harusi? Hamna. Unapokuishi vizuri na majirani zako. Wangapi au kama huko saizi upo kwenye kushiriki kwenye kamati zozote za harusi? Nyosha mkono. Utajijibu mwenyewe. Katika hizo kamati za harusi, ahadi unayotoa, ushiriki kutoka kanisani au kwa Mungu. Mara nyingi mimi huona namna gani? Katika nyingi mtu ambaye ana uhusiano naye kubwa anatoa hata laki nyingine. Wengine sababu tuko nao na mimi niende dabo na wife laki. Bwana. Kwa siku unapitishwa mchango pale kanisani tulipokuwa. Ulikuwa kumepanika kiwanja kwa hiyo pale, kwa sababu kanisani waliofika pale Forest amebana. Tunataka tununue viwanja tuongeze. Wakati tunafika tukamwambia mke wangu akituahidi kiasi ambacho tunakuahidi hapo kwenye kamati za nini? Harusi. Kwa mara ya kwanza tuliahidi ilikuwa laki 4 laki 5. Maria. Ilikuwa laki 4 ile nyuma. Laki 5. Nyuma ile leo. Mungu nisaidie. Ndio kabisa kitabu napeleka kanisani. Hesabu 10,000 ya kwanza ile. Mpaka 50. Cheers. Hakika nilitoa na ndio kwa kipindi cha Disemba nilikuwa mwisho. Kwa kuna wiki ya Disemba tekeleza mchungaji alikuwa kuna hiyo hela kwa mnaniza kweli. Nilipata hela almost ilikuwa inaenda laki 7 yote inaenda kanisani yote. Hivi wewe ukumbuke hii sadaka. Ni ukweli katika mwaka ule mimi nilipokuwa watoto nimepeleka shule. Kabla ya nyuma nilikuwa napata tabu sana. Januari nilikuwa nahangaika. Unajua kuhangaika? Yaani mimi sasa watoto wangu hawatasoma kama mimi nilivyosoma. Tunaanza kidunda na nini? Na ufagio tunaenda umbali mrefu kwa sababu watoto wangu hawata kipindi cha mwanzo tu nipata tabu sikwambie. Mpaka tupo hiyo siku. Katika mambo hadi unakuwa kama somo lako mmoja. Kwa nini watoto wako nyumbani kirudi wiki ya kwanza unawaambia watoto kaeni ndani na hawawezi kukaa ndani. Utakuta hapo kiwanjani wanacheza na ukikuuliza mwambie baba unampa tu sababu lakini hawasemi ile sababu, wanasema ukweli. Japo ajilipiwa ada inauma. Inauma kweli. Huo mwaka kwa Mungu Januari hii hatutaki kuteseka. Nakwambia baada ya hapo nadhani hatujateseka jamani. Niseme ukweli mbele za Mungu. Kuhusu ada za watoto hasa Januari. Kwa Mungu ili kusema kumbuka Januari inayofuata nimelipa tayari za ada zao. Zimebaki za usafiri. Kuna mtu alikuja kunilipia za usafiri. Kabisa analipia kabisa usafiri. Tumishi bwana sio. Tunaongea tu kama vipi unasaidia mtoto shule? Nalipia ada bado usafiri. Basi bwana tumishi ongea tumishi nikutumie kwa namba gani? Akatumia usafiri yote nikaenda karibu. Kutoka kaenda shule. Kwa hiyo ukisika na vya Mungu, Mungu anahusika na vya kwako. Amina. Bwana asifiwe sana. Kaenda shule vizuri. Na mimi sasa nikaanza kubadilisha Januari, sio Januari kuteseka. Nitaka hapa Januari kama nizimsumbui. Unaona mimi? Kwa nalipa kwa sababu nilijitoa. Na Mungu akawa ananisaidia. Leo unashangaa tu Januari sio muda wa kupata kazi. Lakini Januari ndio nilikuwa napata kazi za milioni 2, laki 2, laki 3. Leo ninaelewa sijui
Sababu Mungu akasema brother anatupanga. Mimi si wapangi. Mimi nakwambia ukweli halisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitu ukifanya kitakusaidia sana sana sana. Sana katika maisha yako. Yule mfalme akagundua kwamba siri ni utoaji, akatoa ndani yake. Mimi sikwambia ile neno kama kitu gani cha kipekee kwako. Msikize Mungu kitu gani anaweza kusukuma ufanye ndio gani na usimzuie. Kwa sababu ukifanya Mungu atahusika naye. Na mambo mengine hizi ikawa hapo hapo. Kwa sababu watu wengine unategemea kama beti. Unatumbukiza tu 500 milioni 7 zimetoka. Hapo hapo. Kwa muda mwingine Mungu anataka angalie. Akauliza watu, mmefuata neno, mmefuata mikate ndio kula jana. Sasa akajua mmefuata mikate akabadilishia. Kwa sababu Wayahudi ni mwiko kula damu ya mtu au mwili wa mtu. Wanaita tabu. Ni nini sio fasaha? Kama laana kitu ambacho katika jamii hakifanyiki. Ndio akawaambia sasa alipogundua wamefuata mikate, sababu walilisha kufutana. Kesho yake jomi la watu akazaa sema ulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, huyu ana uzima na milele. Akasema Wayahudi wakasema anakufuru. Tule mwili wake wakati Mungu amesema tusile damu ya mtu ya kiumbe chochote. Watu wakaifanya wakajitenga na Yesu akamwambia wanafunzi wake, na nyinyi mnataka kuondoka? Na sasa tuende wapi? Anakuwa kuna maneno ya uzima. Kwa wale mitume akabaki na watu kima ambao hawajafuata kitu, wamfuata yeye kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna muda mwingine Mungu anataka atoe ukoko wote ambao unaotegemea. Unatoa uone, lakini Galatia Paulo pale anasema, ndugu, tusichoke kutenda mema, kwani tutavuna kama tusipozimia mioyo. Kwa kuna muda mwingine utavuna kama utaendelea kukomaa kumtumainia Bwana. Hata kama ni majibu, wewe unaendelea kupanda, unapanda asubuhi, unapanda mchana, unapanda jioni, uone matunda, lakini iko siku ambayo Mungu anasema sasa yatosha kuzunguka mlima huu. Yatosha sasa, unasema Mungu anakutoa, unaenda katika viwango vya utukufu. Haleluya. Kwa hiyo kipindi hicho, kipindi ambacho uelewi, nicho kipindi ambacho Mungu anataka wewe ubaki na yeye tu. So kwa mtu mwenye kuhubiri hapa, anaweza kuona kukomba zote ndani hapa benki ya Bwana, uishi kukuletea. Bwana atafanya sasa mapenzi yako si yake, si sawa wewe unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka sana sisi tutoe ili atupe visivyowezekanika vikawe mwenyewe. Itakuwa halali yetu kabisa, itakuwa halali yetu. Na ndio maana nchi zote zinazotoa, umesikia zile zinalia uchumi, zinatoa lakini ndio zinazidi kufanya kubarikiwa. Sisi tuna kila kitu lakini wapokeaji tu. Lakini kumbe sisi nchi yetu inatakiwa habari inasoma. Hii taarifa ya habari. Sasa ni saa 3 kamili usiku. Geneva, Uswisi. Tanzania imetoa misaada kwa jeshi la Marekani la kiasi cha dola bilioni 300. Sasa usiwe tu ni ndoto, lakini inawezekana jina la Yesu. Kwa vitu vilivyo tunaweza kutoa jamani. Amina. Sema Tanzania ndio nchi zote za Afrika kabla upata uzi kwa siku ni Tanzania. Wewe Tanzania ina nini? Haina kitu. Kwa sababu kuna watu hasa viongozi wa juu hawajui kanuni. Na alikuwa tayari ameshaanza Magufuli. Nimeona mambo alikuwa anavyoenda. Kipindi cha Magufuli. Jamani amini. Hapa kwa naenda. Kwa sababu aligundua haya mambo. Bwana atusaidie kwa jina la Yesu. Tuweze kutoka katika unyimi, tuingie katika utoaji, ili Bwana atupe visivyowezekanika vikawe halali yetu. Tusimame.